Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo Jumatatu tarehe 13 Julai mwaka 2026. Mimi ni Eloge Lulonga, na katika dakika chache zijazo tutakuletea habari muhimu kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutoka mataifa mbalimbali, ikiwemo taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa DRC, siasa, diplomasia, afya na matukio mengine yanayoendelea kujiri. Na kabla yote endelea kujuza tu kwamba Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile ningekomba na kusifu kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kulingana na nasema kujabone, kueme, vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tukupashe. Katika taarifa zetu za mchana leo tunaelekea katika kijiji cha Kato kilichopo katika gavumenti ya Ufamando ya pili wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, ambako Jenerali James Mutayomba ameonekana tena kupitia video baada ya taarifa zilizokuwa zikisambazwa na muungano wa waasi M23 udai kuwa alikuwa amefariki dunia. Katika video James Mutayomba ameonekana akiwa pamoja na wapiganaji wake wa wazalendo ndani ya kijiji cha Katoi, akionyesha kuwa bado yuko hai na kwamba kikosi chake kinaendelea kuwepo katika eneo hilo. Kuonekana kwake kunapingana na taarifa zilizokuwa zimetolewa awali na muungano wa waasi M23 kuhusu madai ya kifo chake. Akitumia video, James Mutayomba ametoa ujumbe mkali akitoa tuhuma dhidi ya Rwanda. Anadai kuwa nchi hiyo inaendelea kupora rasilimali za asili za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia maeneo yaliyoathiriwa na vita, kwa kusisitiza kuwa utajiri wa taifa unapaswa kubaki kwa manufaa ya wananchi wa Kongo. Mbali na hilo, Mutayomba alidai kuwa katika maeneo yanayodhibitiwa na muungano wa waasi M23 wananchi wanatozwa kodi ambazo alieleza kuwa ni kubwa kupita kiasi. Kwa mujibu wa kauli yake, aliyoendelea kuongeza mateso kwa wakazi wanaishi katika maeneo hayo. Katika ujumbe wake, James Mutayomba pia ametoa wito kwa kuamani kwa wazalendo na kuelewa kile anachokiita changamoto zinazokabili nchi yao. Amehimiza wananchi kuendelea kuitetea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya kile anachokiwasilisha kama uchokozi unaofanywa na nchi ya Rwanda. Ikumbukwe kwa kijiji cha Kato kinapatikana katika gavumenti ya Ufamando ya pili wilayani Masisi katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, kijiji hicho hakijadhibitiwa na waasi M23 bali kipo chini ya udhibiti wa kikosi cha wazalendo kinachoongozwa na James Mutayomba, ambaye anaonekana tena hadharani kupitia video hiyo. Hatuna shida na nyie, mko wa ndugu yetu, mko wa baba yetu, mko wazazi yetu, hatuna shida na nyie. Mujisikie huru kwenye mumetuona hapa, mujisikie huru, ni watoto wenu wamefika hapa. Tunaiwa kama wale wenda wazimu walifikaka hapa, walifanya mamituli hapa. Munaona wazalendo kuna vitu fulani ya mingi wana watanganya kasi tusu barriere basi sisi tuko na mabariere. Tuko na bariere? Hapana. Si hatuna mabariere. Ile wanakuyaka munaona tusa wanawakataza wa ndugu yenu, watoto yenu, kubatia tu roho mubaya, kubatia roho mubaya. Mulishaona mkongomana na ingia Rwanda? Hapana. Hao walikuwa tafuta nini huko? Kuna deni yao? Hapana. Mulishaona tunaingia Rwanda? Hapana. Wanakuya kutafuta nini huko? Mali yetu. Mali yetu. Ni mali yenu. Ndio. Unasikia mkomprendre? Tunasikia ule mjinga Vigembe anakuya huku tisuka ona nani hivi. Munaona wale mtoto kukataza kijingi, mtoto anakomalia hapa. Unaona kijingi juu akatumbukake tu. Kijinga alisha kufanya nini? Hakuna. Hakuna. Alisha kufanya nini mkatoi hapo? Hakuna. Leo ukaribishe mtoto yako hapa, wanakuambia ukaribishe mtu mwanatoka Rwanda. Mali yako. Matrakaseri mingi ya watu ya Rwanda.
au wako na pola mariti wapi Rwanda, Kigali, wanaenda jenga kwao kumali wanatosha wapi? Kongo. Wamingi wako na jenga Amerika, wengine wanajenga mafasi fulani hatuyue. Kumali wako na pola wapi? Kongo. Warisha kamata tusa, tutafanya zarendo nani, tutakamata autodefense igombane na wazale, si ni mtu kumutu. Mtu kumutu, kuko mtusi ndani? Hakuna. Wale watusi warisha kuwa wabose, ni watu wa mabariere, mataxe nini na nini, kazi yao ni kuhesabia nini? Makuta. Wanakutuma asubuhi ti suka kwa Jenerali Mutayomba. Utaniponyoka? Hapana. Kabla kama mimi sikuue sutani huo. Unaua nani? Ndugu yako. Ndugu yako. Mnakufa nini? Wewe na ndugu yako mnakufa nini? Kule. Kuwachonganisha tu. Kutuchonganisha tu. Batuchonganisha hao wakamate nini, wazole nini? Makuta. Na ile mali ni mali yetu. Eske hatuwezi tukaona mbali kweli? Hatuwezi tukaona mbali kweli? Tutaitika kabla watafika hapa, ndio watasema Mutayomba aliongea nini, hawatafika. Natumaini yaka silaha yangu. Natumaini yaka silaha yangu saa vile unashukaka ti unaenda tafuta nani Mutayomba. Habukulumia. Habukulumia. Ulilumia. Licha ya matumaini yaliyozaliwa kufuatia makubaliano yaliyofikiwa kupitia mchakato wa amani wa Doha nchini Qatar na ule wa Washington nchini Marekani, utekelezaji wa ahadi hizo unaendelea kuchelewa kutokana kwa vitendo katika maeneo yaliyoathiriwa na vita mashariki mwa nchi. Wakati juhudi za diplomasia zinaendelea katika ngazi ya kimataifa, hali ya usalama wa mashariki inaendelea kubadilika, huku muungano wa M23 ukiendelea kuimarisha uwepo wake wa kijeshi pamoja na utawala wake katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya usalama, muungano wa M23 unaendelea kuimarisha udhibiti wake katika maeneo iliyonayo, huku akiweka mikakati ya kuendelea kusimamia shughuli za utawala na kijeshi. Yaliyo nazidi kuongeza wasiwasi miongoni mwa wananchi wanaosubiri kuona matokeo ya mazungumzo ya amani yaliyofanyika Doha na Washington. Katika mkoa wa Kivu Kusini, taarifa zinaeleza kuwa M23 unaendelea kuimarisha nafasi zake katika eneo la Point Zero ambalo linaonekana kuwa na umuhimu mkubwa wa kimkakati. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, eneo hilo linaweza kutumiwa kama kituo cha kuelekea katika maeneo mengine hususan kuelekea mkoa wa Maniema na Tanganyika, jambo ambalo linazua hofu na kuongezeka kwa mapigano katika maeneo mapya ikiwa hali haitadhibitiwa. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa udhibiti wa Point Zero unaweza kuupa M23 uwezo mkubwa wa kusogeza vikosi vyake na kurahisisha usafirishaji wa vifaa pamoja na wanajeshi kuelekea maeneo mengine ya kimkakati. Hata hivyo, hakuna taarifa rasmi zinazoonyesha kuwa hatua hiyo tayari imeanza kutekelezwa. Wakati huo katika mkoa wa Kivu Kaskazini, M23 unaendelea kuimarisha nafasi zake katika kusini mwa wilaya Lubero. Mashirika ya kiraia pamoja na viongozi wa kijamii katika eneo hilo wanaeleza kuwa hofu kuhusu uwezekano wa kuzuka tena kwa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na vikosi vya serikali pamoja na makundi yanayounga mkono serikali, jambo ambalo linaweza kusababisha wimbi jipya la wakimbizi na kuongezeka kwa hali ya kibinadamu. Baada ya kuimarisha nguvu za kijeshi, waasi wa M23 inaendelea pia kusambaza mfumo wake wa utawala katika maeneo yaliyo chini ya udhibiti wake. Kadiri mwaka mpya wa masomo unavyokaribia, taarifa zinaeleza kuwa muungano huo unakusudia kusimamia pia na uendeshaji wa taasisi za elimu ikiwemo masuala ya utawala wa shule na usimamizi wa fedha katika maeneo hayo. Inaonekana kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha utawala wake katika maeneo yanayodhibiti, ikijaribu kusimamia huduma mbalimbali za kijamii. Hata hivyo, hatua hizo zinaendelea kuzua mjadala kuhusu athari zake kwa mfumo rasmi wa utawala wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maendeleo yanajiri wakati ambako ahadi zilizotolewa kupitia mchakato wa amani wa Doha na Washington bado hajatekelezwa kikamilifu. Licha tamko ya viongozi wa kimataifa kuhusu umuhimu wa kusitisha mapigano na kurejesha utulivu, wananchi katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC wanaendelea kuishi katika mazingira ya hofu na sintofahamu. Kwa wakazi wa Kivu Kaskazini na Kusini, matumaini yanaendelea kuwekwa kwenye mazungumzo ya kisiasa na diplomasia. Hata hivyo, wengi wanasema wanasubiri kuona hatua za vitendo zitakaporejesha usalama wa kudumu, kuwawezesha kurejea makwao na kuendelea na shughuli zao za kawaida baada ya miaka mingi ya migogoro ya silaha.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema imebaini kile kinachokitaja kuwa ni kuongezeka kwa wanajeshi wa Rwanda katika maeneo ya milima ya juu ya Minembwe mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa serikali, wanajeshi hao wamepelekwa kwa njia ya anga kupitia kituo cha kijeshi ya Kavumu, hatua ambayo Kinshasa inaona kuwa inalenga kuimarisha uwepo wa wanajeshi wa Rwanda katika eneo hilo linalokabiliwa na mapigano ya muda mrefu. Taarifa hiyo imetolewa Ijumaa wakati wa kikao cha baraza la mawaziri kupitia ripoti iliyowasilishwa na makamu wa waziri wa ulinzi anayehusika na ulinzi wa taifa na wapiganaji wa zamani Gika Mombo Mwandi ya vita. Katika ripoti hiyo, serikali ya Kongo inaeleza kuwa vikosi vya FARDC vinaendelea na mashambulizi ya kujibu katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini, huku vikabiliana na kile kinachotajwa kuwa ni kuongezeka kwa matumizi ya ndege zisizo na rubani maarufu kama drone, pamoja na kuimarishwa kwa nafasi za jeshi la Rwanda katika eneo la Minembwe. Kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi, operesheni hiyo ya usafirishaji wa wanajeshi kwa njia ya anga inafanyika kutoka katika kituo cha kijeshi cha Kavumu kilichopo karibu na mji wa Bukavu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inadai kuwa hatua hiyo inalenga kuongeza nguvu kwa vikosi vya Rwanda vilivyopo tayari katika sekta ya Minembwe, eneo ambalo linaonekana kuwa ni muhimu mkubwa wa kijeshi kutokana na kijiografia yake pamoja na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha. Ripoti hiyo inaendelea kueleza kuwa Minembwe na maeneo ya milima ya juu bado ni miongoni mwa maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama mashariki mwa DRC. Kwa miaka kadhaa sasa, eneo limekuwa likishuhudia migogoro mara kwa mara inayohusisha makundi yenye silaha, migongano ya kijamii pamoja na operesheni za kijeshi za FARDC. Serikali ya Kinshasa inasema kutokana na hali hiyo imeongeza umakini katika operesheni zake za kijeshi na kufuatilia mwenendo wa mapigano na kulinda maeneo yanayoonekana kuwa ya kimkakati. FARDC inaendelea na operesheni zake katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Kusini kwa lengo la kurejesha usalama na kuzuia kusambaa kwa mapigano katika maeneo mapya. Kwa upande mwingine, madai ya serikali ya DRC kuhusu kuimarishwa kwa wanajeshi wa Rwanda katika Minembwe yanaendelea kuibua mjadala katika ngazi za kikanda na kimataifa. Hadi sasa upande wa Rwanda hujatoa tamko rasmi kujibu madai hayo yaliyowasilishwa katika baraza la mawaziri la serikali ya Kongo. Wakati hali yakiendelea, wakazi wa Minembwe na maeneo jirani wanaendelea kuishi katika mazingira ya tahadhari kutokana na hofu ya kuongezeka kwa mapigano. Wadau wa amani wanaendelea kutoa wito kwa pande zote kuhusika kuheshimu juhudi za kidiplomasia zinazoendelea ili kupunguza mvutano na kurejesha amani ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika maendeleo ya kiusalama kutoka mkoa wa Ituri, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza kuwa vikosi vya ulinzi vya taifa FARDC imefanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji vya Tepe Pangoi vilivyoko katika sheferia Babila Babombi ndani ya wilaya Mambasa baada ya maeneo hayo kuwa chini ya udhibiti wa wapiganaji wa kundi la kigaidi la ADF ISKP. Taarifa imetolewa na makamu wa waziri mkuu anayehusika na ulinzi wa taifa na wapiganaji wa zamani katika taarifa yake kuhusu hali ya usalama iliyowasilishwa mbele ya baraza la mawaziri. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, operesheni za FARDC zinaendelea kuzaa matunda katika mapambano dhidi ya makundi ya kigaidi yanaendelea kusababisha machafuko mashariki mwa nchi. Serikali inaeleza kuwa kurejeshwa kwa vijiji hivyo vya Tepe na Pangoi ni hatua muhimu katika mikakati ya kijeshi unaolenga kuwafukuza wapiganaji wa ADF kutoka maeneo yaliyokuwa wamejistiri. Operesheni hizo zinafanyika kwa lengo la kurejesha mamlaka ya serikali, kulinda raia na kuzuia makundi ya kigaidi kuendelea kutumia maeneo hayo kama vituo vipya vya kupanga mashambulizi dhidi ya wananchi. Kwa mujibu wa mamlaka za jeshi, vikosi vya FARDC vinaendelea kufanya operesheni za kuwafuatilia wapiganaji hao ndani ya misitu na maeneo yenye ugumu wa kufikika ambako kundi la ADF limekuwa likijificha kwa muda mrefu. Serikali inaamini kuwa operesheni hizo zitaendelea bila kusita ili kuhakikisha kundi hilo limepoteza uwezo wake wa kutekeleza mashambulizi. Eneo la Babila Babombi katika wilaya Mambasa ni miongoni mwa maeneo ambayo kwa miaka kadhaa yamekuwa kikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara na uhusishwa na ADF. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya mamia raia, uharibifu wa mali pamoja na maelfu ya wananchi kulazimika kuyama makazi yao wakikimbia ukosefu wa usalama. Kwa mujibu wa serikali, kurejeshwa kwa udhibiti wa Tepe na Pangoi kunafungua fursa kwa wananchi waliokimbia maeneo na kuanza kurejea taratibu, ingawa wale wa usalama bado wanaendelea kufuatiliwa kwa karibu kutokana na uwezekano wa wapiganaji hao kujaribu kujikusanya tena katika maeneo ya karibu. Serikali imeeleza kwa operesheni dhidi ya ADF hazitaishia katika vijiji hivyo viwili pekee. Badala yake, FARDC inaendelea na msako mkali katika maeneo yote yanayotumiwa na kundi hilo kama maficho au njia za kupitisha wapiganaji na vifaa vyao. Mamlaka zimewataka wananchi kuendelea kushirikiana na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa kuhusu menendo yoyote au watu wanaoshukiwa kuwa wanahusiana na makundi yenye silaha. Serikali inaamini kuwa ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya ulinzi ni moja ya silaha muhimu katika kupambana na ugaidi na kurejesha amani ya kudumu katika eneo la Mombasa na mkoa mzima wa Ituri. Kurejeshwa kwa kijiji cha Tepe na Pangoi kunatajwa na serikali kuwa ni mafanikio mengine katika operesheni zinazoendelea dhidi ya ADF ISKP, huku mapigano na kuwasaka wapiganaji wa kundi hilo yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa DRC.
Katika maendeleo yanayohusu afya ya umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Wizara ya Afya ya Umma, Usafiri na Hifadhi wa Jamii, Daktari Samuel Roger Kamba amesafiri kuelekea mji wa Kisangani mkoani Chopo kufuatia kuthibitishwa kwa visa 4 vya ugonjwa Ebola katika mkoa huo. Ziara inafika wakati ambako mamlaka za afya zinaongeza juhudi za kuzuia ugonjwa huo kuenea katika maeneo mengine ya nchi. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, lengo la safari la waziri ni kutathmini hali halisi ilivyo uwanjani, kukutana na timu za wataalamu wa afya pamoja na kuimarisha mfumo wa ufuatiliaji wa kinga na mwitikio dhidi ya mlipuko huo. Taarifa zinaeleza kuwa Daktari Samuel Roger Kamba anatarajiwa kufanya vikao na viongozi wa mkoa wa Chopo, wataalamu wa afya pamoja na washirika wanaosaidia katika mapambano dhidi ya Ebola ili kutathmini hatua zinazochukuliwa tangu visa hivyo 4 kuthibitishwa na kubaini mahitaji ya haraka na kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Kwa mujibu wa mamlaka za afya, hatua za dharura tayari zimeanza kutekelezwa katika maeneo yaliyoathirika. Hatua hizo ni pamoja na kufuatilia watu wanaokutana na wagonjwa wanaothibitishwa kuwa na Ebola, kuimarisha uchunguzi katika vituo vya afya, kuongeza vifaa vya kujikinga kwa wahudumu wa afya pamoja na kuandaa maeneo maalum ya kuwahudumia wagonjwa wanaobainika kuambukua na maambukizi. Wizara ya Afya inaeleza kwa lengo kuu la kudhibiti maambukizi mapema ni kuzuia ugonjwa kusambaa katika mikoa mingine. Timu za wataalamu zinapelekwa Kisangani kusaidia shughuli za uchunguzi wa magonjwa, ukusanyaji wa sampuli za maabara pamoja na utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga. Mamlaka za afya zinaendelea kutoa wito kwa wananchi kushirikiana kikamilifu na timu za afya zilizoko uwanjani. Ushirikiano huu unahusisha kutoa taarifa sahihi kuhusu watu wenye dalili za ugonjwa, kukubali uchunguzi wa afya pale unapohitajika pamoja na kufuata maelekezo yanayotolewa na wataalamu wa afya ili kudhibiti kuenea kwa maambukizi. Wananchi pia wanahimizwa kutokuwa na hofu wala kuficha wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na Ebola. Badala yake wameelekezwa kuwapeleka mara moja katika kituo cha afya kilichopo karibu ili wapate uchunguzi wa matibabu kwa wakati. Mamlaka zinasema hatua inaweza kusaidia kuokoa maisha ya wagonjwa na kupunguza hatari ya maambukizi kwa watu wengine. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, mtu yeyote anayepata dalili kama homa kali, kuharisha, kutapika, uchovu mkubwa, maumivu ya mwili au dalili nyingine zinazoweza kuashiria Ebola anatakiwa kufika mara moja katika kituo cha afya kilichopo karibu badala ya kujitibu nyumbani. Ugonjwa unaweza kudhibitiwa vizuri endapo kutagunduliwa mapema na mgonjwa atakupewa huduma za afya. Ziara ya waziri wa afya mjini Kisangani inaonyesha umuhimu ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaipa vita dhidi ya Ebola, huku ukiahidi kuendelea kuimarisha hatua za ufuatiliaji, kinga na mwitikio ili kuzuia mlipuko huu usienee zaidi na kulinda afya ya wananchi wote. Merci beaucoup. Nous sommes effectivement à Kisangani avec le gouverneur, mais aussi avec toute l'équipe du secteur de la santé, en commençant par le secrétaire général de la santé, l'inspecteur général de la santé, l'incident manager. Nous sommes ici donc pour pouvoir répondre très rapidement aux premiers cas de la maladie à virus Ebola qui sont arrivés à Kisangani. Je voudrais que la population retienne d'abord que les 4 cas que nous avons sont des cas importés, qui sont tous venus de l'Ituri, mais n'empêche, étant donné qu'ils se sont retrouvés dans la ville de Kisangani, pris en charge dans la ville de Kisangani, nous considérons que la ville de Kisangani est touchée. Et donc, autant ce sont des cas importés, autant la surveillance de tous les contacts qui ont pu rencontrer ces cas doivent être suivis. C'est pour cela que nous sommes ici, pour monter toute la riposte, avec tous les différents piliers de la riposte, de telle sorte qu'on puisse rapidement contrôler la situation. L'idée ici, c'est de demander à la population de contribuer à cet arrêt de la propagation de la maladie, notamment en signalant tous les cas symptomatiques. Les personnes qui présentent de la fièvre doivent aller dans les centres de santé. Tous les médecins, tous les centres de santé sont informés que tous les cas doivent être signalés pour investigation. Et c'est l'équipe de la riposte qui verra si oui ou non on va faire le prélèvement. Mais nous sommes ici surtout pour mobiliser toute la communauté, parce que la riposte doit être prise en charge par la communauté elle-même. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapa ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana leo, kwa ni Jumatatu tarehe 13 Julai mwaka 2026. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na kutupatia imani yako katika kukuletea taarifa za uhakika kwa wakati na kwa uwazi. Mimi ni Loje Longo, usikose kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vingine vya habari kupitia Kivu News Info kwa taarifa zaidi kutoka Kivu na maeneo mengine. Basi acha nikutakia mchana mwema ukiwa na amani na mafanikio tele katika shughuli zako za kila siku. Ukinikwadi tena tuonane katika taarifa zetu za jioni. Bye bye na chao, baki salama.